Halo, karibu katika mada yetu mpya ambayo ni mada ya sehemu, na eneo letu la kwanza tutajifunza kuhusiana na dhana ya sehemu. Kama ndo unafungua sasa na kwa mara ya kwanza unaona video hii, basi nikuombe subscribe katika channel yetu kwa ajili ya kuendelea kupata video nyingine nyingi zaidi. Lakini pia kuna video nyingi hapo unaweza kuzipitia, zipo ambazo tayari zimepakiwa. Ila kama video unayotafuta haipo, unaweza ukatuandikia pia kwenye comment ili tuweze kufanya utaratibu wa kuiweka video yote inaenda na mambo ya kiteknolojia na masomo kama vile kuhusiana na computer, network na nini, bila kujali level na lugha. Kuwezekana form 1 au shule ya msingi au form 4, tuna uwezo wa kuiandaa na kuiweka hapo. Asante sana. Tuende kwenye sehemu yetu ya dhana ya sehemu. Karibu katika sehemu yetu ya pili ambapo tunajifunza kutoa sehemu. Katika sehemu hii tafuata hatua zile tulizochukua kwenye kujumlisha sehemu. Utofauti utakuwa ni kwenye tendo. Baada ya kujumlisha itakuwa ni kutoa. Kwenye hatua zetu tulisema kitu cha kwanza tunaanza na namba mzima. Na namba mzima maana yake itakuwa ni 6 kutoa 2. 6 kutoa 2 itakuwa sawa sawa na 4. Baada ya kupata 4 utaanza kuangalia asili ambapo hapa tuna 3 na hapa tuna 5. Kwa hiyo tutafuta KDS ya 3 na 5. Kwa hiyo tutapiga mstari. KDS ya 3 na 5 ni 15. Kwa hiyo utaandika hapa 15 chini ya mstari. Utachukua 15 kugawa kwa 3. Utapata 5. 5 mara 2 ni 10. Kwa hiyo utaandika 10. Kutoa 15 kugawa kwa 5 utapata 3. 3 mara 3 tutapata 9. Kwa hiyo tukigawa, mfano tuliochukua 15 kugawa kwa 3 tumepata 5. Ile 5 tunayoipata na jibu tunalopata tunazidisha mara kiasi chetu hapa ambacho ni namba ya juu. Lakini pia hapa tumechukua 15 kugawa kwa 5 tumepata ni 3. Ile 3 tuliyoipata tumezidisha mara kiasi chetu hapa ambayo ni namba ya juu. Hivyo ndio ambazo tunatakiwa kufanya kwenye kujumlisha na kutoa. Utofauti ni tendo. Kwa mfano kwenye kujumlisha hapa hizi namba tungechukua 10 kujumlisha 9, lakini kwenye kutoa tunachukua 10 kutoa 9. Kwa hiyo itakuwa sawa sawa na 4. Ukichukua 10 kutoa 9 utapata 1 juu ya 15. Kwa hiyo sehemu yetu jibu lake sehemu ya kwanza itakuwa ni 4 1 juu ya 15. Tofauti kubwa ya kutoa na kujumlisha sehemu ni kwamba ni tendo. Kwenye kujumlisha utajumlisha, kwenye kutoa utatoa, ila hatua zingine zote zilizobakia zinafanana. Kwa hiyo kama unaweza kujumlisha sehemu, maana kinategemea pia uweze kutoa sehemu. Asante. Twende kwenye mfano wa pili. Okay, tunaendelea na mfano wa pili. Tumepewa 5 3 juu ya 4 kutoa 2 3 juu ya 5. 5 3 juu ya 4 kutoa 2 3 juu ya 5. Hatua ya kwanza tunaanza na kutoa namba mzima. 5 kutoa 2 tunapata sawa sawa na 3. Tunatafuta KDS ya asili ambayo ni 4 na 5 tunapata sawa sawa na 20. Kwa hiyo tutapiga mstari, tutaandika hapo 20. 20 ambayo ni KDS tutagawa kwa 4. Tunapata 5. Ile 5 tunaizidisha mara 3. Tunapata 15. Tunatoa 20 tutagawa kwa 5 tunapata 4. Ile 4 tunaizidisha mara 3. Tunapata 12. Kwa hiyo itakuwa sawa sawa 3. Tutachukua 15 kutoa 12 tunapata 3. Kwa hiyo itakuwa ni 3 juu ya 20. Kwa hiyo jibu letu itabakia kuwa 3 juu ya 20. Hilo ndio jibu letu sahihi. Asante sana. Tuangalie mfano unaofuata. Karibu kwenye mfano wetu pia wa sehemu kutoa, na hapa tunaendelea na kipengele cha sehemu kutoa. Tuna 10 2 juu ya 3 kutoa 3 5 juu ya 7. Hatua ya kwanza tutaanza na namba mzima ambapo itakuwa ni 10 kutoa 3. Kwa hiyo itakuwa sawa sawa na 10 kutoa 3. Ukichukua 10 kutoa 3 utapata 7. Baada ya hapo utapiga mstari, tutatafuta KDS cha asili. Tukumbuke asili kuwa ni 3 na ya upande ule ni 7. Kwa hiyo KDS ya 3 na 7 ambapo tutapata 21. Kwa hiyo tukichukua KDS cha 3 na 7 maana yake tutapata 21. 21 tutagawa kwa 3 ambapo ni asili ya sehemu yetu ya kwanza. Tutapata 7. Ile jibu tutakayopata 7 tutazidisha mara 2. Kwa hiyo 7 mara 2 itakuwa 14. Tutatoa 21 tutagawa kwa 7 tutapata 3. Ile 3 tunayoipata tutazidisha mara 5. Kwa hiyo 3 mara 5 tutapata 15. Kwa hiyo itakuwa ni 7 14 kutoa 15 juu ya 21. Tukichukua 14 kutoa 15 haiwezekani. Tukumbuke kuwa hii 7 ni mafungu.
tuna mafungu 7. Kwa hiyo tunatakiwa tukope 14, haiwezi kutoa 15, tunatakiwa tukope. Tunakopa fungu moja kutoka kwenye 7. Tukumbuke tulisema hayo mafungu vitu vyake ni vingapi? Asili ndio ine kuonyesha idadi ya vitu kwenye mafungu. Kwa hiyo asili yetu ni 21. Kwa hiyo fungu lile moja lina vitu 21. Fasili yake ni nini? Kwamba pale tumechukua fungu moja. Kwa hiyo maana yake kutabakia mafungu 6. Kwa hiyo tutachukua hii 14 tutajumlisha na vitu 21 ambavyo tumevipata kwenye kuchukua kwenye fungu lile moja tulilotoa pale kwenye 7. Lakini pia kwa sababu mafungu yalikuwa 7 na tumechukua fungu moja lenye vitu 21, maana yake tutakuwa tumebakiwa na mafungu 6. Baada ya kuwa na mafungu 7 tunabakiwa na mafungu 6. Kwa nini? Tumechukua fungu moja tukalifungua na lile fungu lilikuwa na vitu 21. Kwa tumevichukua vitu 14 tumejumlisha na vitu 21. Kwa sasa hapa tuna vitu 25. Kwa hiyo tukichukua 25 kutoa 15 kwa sasa inawezekana. Kwa hiyo itakuwa sawa na 6. Ukichukua 35 kutoa 15 maana yake utapata 20 juu ya 21. Kwa hiyo jibu letu itakuwa ni 6 20 juu ya 21. Ukipata hesabu ya namna hii, cha kwanza ukifika hapa unatakiwa ukumbuke kuwa haya yaliyopo hapa ni mafungu, sio na namba ya kawaida. Ni mafungu yenye vitu 21. Maana yake hapa haya ni mafungu 10 yenye vitu vitatu. Haya ni mafungu 3 yenye vitu 7. Lakini pia kuna vitu vitatu vimebaki huku juu. Kwa hiyo tukitaka kujua huyu alikuwa na vitu vingapi, tutachukua 3 mara 10 30 kujumlisha 2. Kwa hiyo alikuwa na vitu 32. Akaambiwa apange kwenye mafungu matatu yenye vitu vitatu. Akapata mafungu 10 yenye vitu vitatu, vikabakia vitu 2. Kwa hiyo kama ni mafungu 7, tukikopa fungu moja yenye vitu 21, tutakija kujumlisha hapa tutapata 35. Lakini pia idadi ya mafungu itakuwa imepungua kutoka kwenye 7 kuja kwenye 6. Kwa hiyo ukichukua 35 kutoa 15 tutapata 20. Kwa hiyo hivyo ndio namna ya kufanya hesabu ya namna hiyo. Asante sana, tuendelee na mfano unaofuata. Tuangalie mfano wetu pia. 6 3 juu ya 5 kutoa 2 juu ya 3. Katika mfano huu maana yake tutaanza na namba mzima. Na namba mzima yetu maana yake ni 6 na 2. Kwa hiyo tutachukua 6 kutoa 2 tutapata 4. Lakini pia tutachukua KDS ya asili ambayo ni 5 na 3. Kwa hiyo ukipiga mstari KDS ya 5 na 3 itakuwa ni 15. 15 kugawa kwa 5 tutapata 3. 3 ile tuliyoipata 15 kugawa kwa 5 ni 3. 3 mara 3 itakuwa 9. Kutoa 15 kugawa kwa 3 tutapata 5. 5 mara 2 itakuwa 10. Mfano ule pia umejirudia. Kwa hiyo tuna 9 kutoa 10. Tukumbuke sasa kwamba haya manne ni mafungu na 9 kutoa 10 haiwezekani kwa sababu 9 ndogo, 10 ni kubwa. Kwa hiyo haya manne ni mafungu manne ambayo kila fungu lina vitu 15. Kwa hiyo ili ujue hivi haya mafungu yako yana vitu vingapi, maana yake utaangalia asili yako. Kwa mfano, haya 6 ni mafungu ambayo kila fungu lina vitu 5. Haya mawili ni mafungu ambayo kila fungu lina vitu 3. Kwa kuwa tuna mafungu manne yenye vitu 15, maana yake tutabeba fungu moja. Tukibeba fungu moja, maana yake hapa patabakiwa na mafungu 3. Fungu moja lina vitu vingapi? Tukilifungua tutakuta vitu 15. Vitu 15 tukijumlisha vitu 9 tutapata vitu 24. Kwa hiyo itakuwa sawa. Hapa itabakia mafungu 3. Lakini pia pale baada ya kuwa na 9 itakuwa 9 kujumlisha 15 kwa sababu tumechukua tayari fungu moja yenye vitu 15. Kwa hiyo itakuwa na 24. Juu hapa chini itabaki 15, itakuwa 24 kutoa 10. Kwa nini hapa imekuja 24? Imekuja 24 kwa sababu tumechukua fungu moja lenye vitu 15. Tumejumlisha vile vitu 15 na vitu 9. Kwa hiyo tumepata vitu 24. Kwa hiyo ukichukua sasa hapo itakuwa ni sawa na 3. 24 kutoa 10 itapata 14 juu ya 15. Kwa hiyo hilo sasa ndio litakuwa jibu sahihi. Asante sana kwa kufuatilia vipindi hivi na nikuombe ufuatilie vipindi vingi na vingine vinavyokuja, lakini pia kuangalia vipindi vyetu ambavyo tumeanza kufundisha kutoka huko nyuma. Asante sana.
Karibu katika zoezi la kutoa sehemu, na nikuombe ufanye zoezi kabla ya kuangalia majibu, lakini ukikamilisha majibu yatakuwepo hapo chini. Asante sana.